usimamizi wako, tunaomba Roho wako aguse mioyo, utuponye kiroho na kimwili kupitia neno lako, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Amen. Basi ni matumaini yangu kwamba uko karibu na Biblia yako na redio yako ili tuweze kuwa pamoja katika kipindi cha leo ambacho kinaangazia mada inasema uhuisho na matengenezo. Kama ulivyosikia, kama sisi ni wana matengenezo, tunataka leo tuone uhuisho na matengenezo, jinsi Biblia inaelezea maana yake na inatusaidia vipi katika maisha yetu ya kiroho. Kama tunavyosoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 fungu la 14, ndugu atasoma ili diwe fungu la ufunguzi wa neno asubuhi ya leo. Waefeso 5:14. Ndio. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Amina. Maandiko yanatuonyesha kwa njia ya kiroho kwamba yawezekana wewe umebatizwa, wewe ni mshiriki wa kanisa, lakini kwa njia nyingine umelala. Kuna usingizi wa kiroho na kuna kifo cha kiroho. Kwa hivyo Mungu kwa upendo wake, anapoona watu wake wamelala, watu wameanza kufa kiroho, anawatumia ujumbe wa kuwaamsha, ujumbe wa kuwahuisha. Uhuisho maana yake ni kurudishia watu uhai. Alafu uamsho ni kuwaamsha katika usingizi wa kiroho. Alafu na kuna matengenezo. Hayo tunataka kuyaona kiufupi ili Mungu wetu aweze kufungua mawazo yetu, tuweze kuelewa zaidi na zaidi. Wakati wote watu wa Mungu wanapolala kiroho au kufa kiroho, Mungu huwatuma watumishi wake ili kuwaamsha watu wake, ili kuwafufua katika kifo cha kiroho. Je, unajua ya kwamba mtu anaweza kuwa yu hai akiwa angali hai lakini kiroho amekufa au amelala? Tunaomba tusomewe kitabu cha Ufunuo sura ya 3 fungu la 1. Maandiko yanasemaje? Ufunuo wa Yohana sura ya 3 fungu la 1. Neno linatuambia, nasemaje? Ujumbe kwa Sardi, ujumbe wa Sardi. Ndiyo. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu, ambaye ni Yesu Kristo. Yes, na zile nyota 7. Anasemaje? Ayajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa uhai, unawe umekufa. Ana jina ya kwamba yu hai lakini amekufa kiroho. Hii ni hali ya kutatanisha sana katika hali yetu ya Ukristo. Yawezekana watu wengi na sio kusema uwezekano. Siku hizi ambazo ni siku za mwisho, Wakristo wengi wamekata uhusiano na Mungu. Kwa hivyo wanaonekana wakiwa hai, maana wanaimba, wanashiriki, wanatoa, lakini uhusiano wao na Mungu umekatika. Kwa hivyo Mungu anasema ujumbe anaotupatia siku hizi ni kwamba anaona ya kwamba tuna jina ya kwamba tu hai, lakini kiroho watu wamekufa. Mtu anakufa kiroho kivipi? Timotheo wa kwanza sura ya 5 fungu la 6. Unajua sisi ni walimu wa maandiko, sio kwamba ni kuhubiri tu, ni ili uchukue Biblia yako, ufuate kila kitu, usikie anenavyo Roho wa Mungu. Nasemaje? Timotheo wa kwanza 5:6. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Kama wewe ni Mkristo asiyejizuia, yawezekana katika hasira, katika tamaa ya mwili, katika mambo fulani, katika mambo ya ulaji, umekufa hata kama unaonekana wewe uhai. Wakristo wengi wana usingizi wa kiroho, hawasomi Biblia, maombi hawana. Alafu pia katika tabia zao kabisa wamerudi nyuma, wakakata uhusiano wao na Mungu. Kinachohitajika ni nini? Kwa sababu Mungu ni mwenye upendo, hawezi kuwatupa, hawezi kuwaacha. Anawatumia ujumbe wa kuweza kuwaamsha katika usingizi huo, pili ya kuweza kuwafufua. Ndiyo maana inaitwa
uhuisho, revival. Yani ni kule ulikuwa umepoteza uhai wa kiroho. Inawezekana unavaa, unakula, unaendelea na kazi zako na shughuli, lakini kiroho, je, maisha ya kiroho yanaendelea au umeshakata uhusiano wako na Mungu? Kwa hivyo uhuisho ndiyo maana yake. Alafu ya pili tumeona kwamba ni uhuisho na matengenezo ni vitu viwili ambavyo vina uhusiano na ambavyo vinafanya kazi kwa pamoja. Haya matengenezo yanahitajika wakati gani? Pia watu wa Mungu wakati wamepotoka, wakati wamekengeuka, wakati wamebomoa misingi ya imani, Mungu huwatumia watumishi wake ili waweze kuwarejeza, kuwarudisha katika misingi ya kimaandiko. Hiyo ndiyo inaitwa matengenezo. Tutasomewa Yeremia sura ya 18 fungu la 5. Yeremia 18 fungu la 5. Neno la Mungu lituambie hivi. Ndiyo. Yes, anasema yafuatayo. Ndipo neno la Bwana likajia Yeremia kusema, nyumba ya Israeli, ndiyo, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana. Ndiyo. Angalieni kama udongo ulivyo katika 18 fungu la 5. Yeremia 18 fungu la 5. Ndiyo. Endelea. Tunafika 6. Ndiyo. Wanasema, nyumba ya Israeli, ndiyo, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Ndiyo. Asema Bwana. Angalieni kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo vilivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Ndiyo, sisi ni kama udongo. Mungu anataka kutufinyanga, lakini inabidi sisi kwanza tukubali, kwa lazima tukubali kama watu wa Mungu, alafu Mungu aweze kututengeneza kabisa. Aweze kututengeneza, lakini kwa ukubali wetu, kwa sababu kama hatukubali, Mungu haweze kutufanyia kimabavu, hawezi kututengeneza bila sisi wenyewe kuwa na hiyo hiari na kuweza kukubali. Ndugu zetu na dada zetu, matengenezo ni ya kuturudisha katika njia. Hapo inasema ya kwamba maana watu wangu wamenisahau. Tunarudi hapo Yeremia 18:15. Maana watu wangu wamenisahau, wameufukuzia ubatili uvumba, nao wamewakaza katika njia zao, katika mapito ya zamani, ili wapite katika njia za kando, katika njia isiyotengenezwa. Sijui hapa kama watu wanaelewa kwamba kuna njia ambayo Mungu ameiweka ili tuipitie, ambayo ni Yesu Kristo. Lakini watu wamekataa hiyo njia, wakapitia njia za kando, shortcut. Wanataka kupata wokovu wakipitia katika njia zao wenyewe. Sasa matengenezo ni kuwarudisha katika ile njia ya nani? Ya Mungu. Kutengeneza sio kubuni kitu kipya, sio kutengeneza dini mpya, jina mpya, hamna. Ni kurudisha watu kwenye njia zilizowekwa na Mungu. Yaani ile misingi ya imani. Tujue tunaamini kivipi, tunabatizwa kwa namna gani, ubatizo unaokubaliwa ni upi, meza ya Bwana ifanyike namna gani, ibada ifanyike namna gani, tufanye kazi zetu, tupumzike namna gani, tuishi na wenzetu namna gani, boma zetu ziongozwe kwa namna. Yote imeandikwa kwa maandiko matakatifu. Lakini maandiko yametuambia kwamba watu wameacha hiyo njia ya Mungu, kwa sababu wakati mwingine wanaona ni njia nyembamba, wanaona ina masharti. Sasa wamepitia njia za kando ambazo hazijatengenezwa, na ile ambayo imetengenezwa ipo. Kwa hivyo kama wana matengenezo, ni kuwakumbusha watu na kuwarudisha kwenye msingi wa mitume na manabii, sababu ndiyo njia iliyowekwa na nani? Na Mungu. Kidogo tu nataka msomaji asome mmoja aliyefanya hii kazi ya uhuisho tunayemsoma, sababu lazima tuwaige waliotutangulia kwa njia nzuri. Kitabu cha pili cha Nyakati sura ya 17 fungu la 3, ili Yehoshafati alifanya uhuisho namna gani. Sura ngapi?
17 fungu la 3. Yes. Neno la Mungu linatuambia, nasemaje? Naye Bwana alikuwa pamoja na Yehoshafati. Ndiyo. Kwa kuwa alikwenda katika njia za kwanza za Daudi babaye. Ndiyo. Asiyatafute mabaali. Asiyatafute mabaali. Ndiyo, hakuabudu Baali miungu. Ndiyo. Endelea. Lakini alimtafuta Mungu wa baba yake. Alimtafuta Mungu wa baba yake. Akaenda katika amri zake. Ndiyo. Wala si katika matendo ya Israeli. Ndiyo. Kwa hiyo Bwana akauthibitisha ufalme mkononi mwake. Yehoshafati akaletewa zawadi na Yuda wote, basi akawa na mali na heshima tele. Fungu la 9 ili tuokoe muda. Neno linatuambia wakafundisha katika Yuda wenye kitabu cha Torati ya Bwana, wakazunguka katika miji yote ya Yuda, wakafundisha kati ya watu. Amina. Yehoshafati alipoingia kwenye utawala, alikuta Israeli wamekengeuka, wanaabudu Baali, watu wamekuwa wazinzi, wengine wanakuwa wasengenyaji, wanavunja amri za Mungu, wamejichafua kabisa. Sasa yeye alipoingia, kwanza akamtafuta Mungu kivyake. Pili, akaweka walimu wa kwenda kufundisha mji baada ya mji mwingine, ili watu waamke, watoke katika usingizi, watu watubu, wamrudie Mungu, ili wawe na uamsho wa kiroho. Hii ndiyo inayohitajika hata nyakati zetu, kwa sababu siku hizo ndizo zimetufikia katika wakati wetu. Watu wamelala kiroho, watu wamekufa kiroho, wamekuwa kama vile Ezekiel alivyoona kwamba lile tambarare lilikuwa limejaa mifupa mikavu. Lakini akapewa ujumbe wa kutabiri. Alipotabiri, ngozi ikarudi kwenye ngozi, mifupa ikarudiana, na hawa wakageuka binadamu, kwa sababu wamepata uvuvio wa Roho Mtakatifu. Amen. Bila kwenda mbali, ni kwamba labda mengine tutaendelea baadaye, lakini hizi dakika chache zinazobaki tujue ya kwamba hata Yeremia naye alifanya matengenezo. Wakati watu walikuwa wameenda nje ya mapenzi ya Mungu, akaweza kuwarudisha, kama vile tumeona ya kwamba walikuwa wamepitia njia za kando, njia za mkato, wakiwa wamevunja amri za Mungu. Siku nyakati zetu za leo, mahitaji yetu ni kuwa na uamsho, ni kuwa na uhuisho, ni kuwa na matengenezo, kwa sababu watu wengi, Wakristo wengi wana usingizi, Wakristo wengi wamekufa kiroho, Wakristo wengi wameacha misingi, Wakristo wengi imani imekuwa biashara, mafundisho mageni yameingizwa katika imani. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na matengenezo, kama inavyoandikwa katika Isaya 58 fungu la 12. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka, na mwenye kurejeza njia za kukalia, asema Bwana. Amina. Mahali ambapo shetani amebomoa katika maisha yetu, katika familia zetu, katika misingi ya imani, ni kazi yetu kupatengeneza. Na hiyo chombo tutakachokitumia si kingine, ni Biblia. Matengenezo ni kurudishia watu Biblia. Matengenezo ni kurudisha utukufu wa Mungu. Amen. Ili Mungu atukuzwe. Basi Mungu atubariki katika hili neno, tuwe na uvuvio na uamsho wa kiroho, na tuwe na matengenezo katika maisha yetu, ili turudishe uhusiano na Mungu, na Mungu atukuzwe katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Amina. 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 22106 ndio nambari ya kuweza kutuma ujumbe mfupi.